Sisi Chuo cha Ufundi Arusha tulipewa mradi huu. Kazi yetu kubwa ilikuwa ni kuanzisha kituo mahiri cha kikanda cha mafunzo ya nishati jadilifu. Maana yake ni kwamba tunatarajia kwamba wanafunzi wote kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Somalia, kutoka Ethiopia, nchi zote waje kusoma hapa. Na tunasema itakuwa hivyo kwa sababu hakuna chuo tunachojua hapa Afrika ambacho kinamiliki mtambo wa kufua umeme. Vyuo vingine vyote vinatumia mitambo ya kufua umeme za nchi yao. Kwa hiyo hii inatoa platform nzuri wanafunzi kuja hapa, na ndio maana mheshimiwa mbunge aliomba saa zile kwa kikao kile ya kwamba barabara ikamilike, kwa sababu barabara hii ni muhimu sana kwa ajili ya ustawi wa nchi yetu. Kwa jumla mradi huu, mheshimiwa naibu waziri, gharama yake nzima ni dola 20.25 milioni. Sasa hili kwa sababu mwanzoni tulipata phase ya kwanza ilikuwa ni 16.25, lakini baadaye tukaongezewa phase ya pili ambayo ni milioni 4. Kwa Chuo cha Ufundi Arusha milioni 4 yote ile tulidumkiza kwenye hydro power plant, kwa sababu sisi ile ndio hasa hakuna stone ya taasisi yetu. Bila ule mtambo hapa hiki chuo kitakuwa na maana yote ile. Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wa mradi huu katika Chuo cha Ufundi Arusha uzingatia malengo makuu ya mradi pamoja na viashiria vya malipo vinavyohusiana na utendaji, yani disbursement link indicators au DLI kama ifuatavyo. Taji tulikuwa nayo kwanza ni kuongeza idadi udahili wa wanafunzi katika Chuo cha Ufundi Arusha. Na napenda kutaarifu kwamba kufikia Disemba mwaka 2025 jumla ya wanafunzi 3519 wamepatiwa mafunzo ya nishati jadilifu, ambapo katika programu za muda mfupi ni wanafunzi 601 na za muda mrefu ni wanafunzi 2918. Na wanafunzi wa kike wapatao 142 wamenufaika na mafunzo ya muda mfupi, lakini vile vile na wanafunzi 631 wa jinsia ya kike wamenufaika na mafunzo ya muda mrefu. Na jumla ya wanafunzi wa kikanda 50 kutoka nchi ya Kenya walikuja hapa kujifunza, na tunatarajia kwamba wengi watakwenda kuja Chuo cha Ufundi Arusha kwa ajili ya mafunzo mbalimbali. Na wanafunzi 66 hao 50 walisema mheshimiwa naibu waziri ni waliokuja mafunzo ya muda mrefu, lakini wanafunzi 66 walikuja kwa mafunzo ya muda mfupi. Na taji nyingine ya pili tulikuwa nayo mheshimiwa naibu waziri ilikuwa ni kuimarisha ubora wa mafunzo, na kazi tumeifanya. Jambo la kwanza ilikuwa ni kuongeza mitaala ambayo ilikuwa ni mipya, na kwa ujumla tumetengeneza mitaala mipya 27. Na vile vile kazi nyingine ilikuwa kuhakikisha kwamba wakufunzi Chuo cha Ufundi Arusha pamoja na wanafunzi wanapata nafasi ya kwenda kujifunza viwandani. Kuna baadhi ya viwanda ambavyo tayari tuna mahusiano nao, walienda kwa jumla wanafunzi 31 walienda, wakufunzi 31 walienda kwa mafunzo ya viwandani. Lakini vile vile ukiangalia kwa jumla tulikuwa na kwa ilikuwa ni swala kikanda, ilikuwa lazima sisi tupokee wakufunzi kutoka taasisi nyingine kutoka nje, lakini na sisi lazima tupeleke. Kwa jumla watumishi kama 13 wa Tanzania wa Chuo cha Ufundi Arusha walipata nafasi ya kujifunza katika taasisi mbalimbali nje ya nchi. Wengi walienda nchi ya Kenya ambao tulishirikiana nao, na wa Somalia vile vile, na Ethiopia. Na vile vile kazi nyingine kubwa ili kusudi ya mahusiano yafanikiwe ilikuwa lazima tuingie MOU na hizo taasisi. Tulikuwa na taasisi 17 tuingie nazo MOU katika mradi huu. Chuo kina makubaliano na taasisi nyingi sana, lakini hii kwa ajili ya mradi wa ISTU peke yake. Na kazi kubwa nyingine tulikuwa nayo mheshimiwa naibu waziri ni kuangalia hawa wanafunzi ambao wanaweza kumaliza kazi kufundisha Chuo cha Ufundi Arusha wamehitimu wanaenda wapi? Je, wanahitajika sokoni? Maji ni jambo la msingi sana. Na katika tathmini tuliyofanya wahitimu kwa kila mwaka tunafanya tathmini. Kwa mwaka 2024 72.5 ya wanafunzi waliomaliza katika programu ya Chuo cha Ufundi Arusha walifanikiwa kupata ajira katika muda wa miezi 6 baada ya kuhitimu, na kwa upande wa timu wa kike ilikuwa ni 62.6. Hata sasa hivi ninavyosema mheshimiwa naibu waziri, nilitakiwa juzi tu kwamba wanafunzi wengi sana wameajiriwa, especially Tando na Karora. Kwa sababu ni chuo kile mahiri kinatoa vijana wenye ujuzi mkubwa sana katika eneo la ujenzi. Lakini eneo jingine ambalo ilikuwa mheshimiwa lazima tuifanyie kazi ilikuwa ni ununuzi wa vifaa vya kufundishia. Ninajua kwamba nilikuwa kwenye lab, umeona ukweli kwamba ajira tumefanikiwa sana, na ni kwa sababu ya budget tulikuwa nayo. Na kazi kubwa ilikuwa ni kwamba mwanzoni hizo design mradi huu mheshimiwa naibu waziri ni hasa mwanzoni ilikuwa ni kufufua mtambo wa kinyumbani.
ndio ilikuwa ni yetu mwanzoni kabisa, lakini baadaye ikaona kwamba haiwezi kufufuliwa. Kwa sababu kufufuliwa hivi sasa tuanze kujenga kukusanya zile fedha, tujenge mtambo mpya. Sasa hizo ilibadilisha hela nyingi sana kupiga kule, tukiamini kwamba Mungu atasaidia. Lakini najua naibu katibu mkuu yuko hapa na ameshaniahidi mkurugenzi wetu mwaji cheo chake, wizara inafanya kazi kubwa kwa sababu kupata vifaa ili kusudi wanafunzi waje kusoma kwa chuoni. Na kwa upande wa ujenzi wa miundombinu, Mheshimiwa Naibu Waziri, najua umeiona taarifa sasa kama kitu kubwa. Ndipo na loti 4 katika ujenzi. Loti ya kwanza ilikuwa inahusisha ujenzi wa majengo matatu ya mabweni ambayo unaona yako hapa, ambayo yamekaa pacha. Haya ni majengo ya mabweni ya kujua watoto wa kiume na wa kike, ambayo inaweza kuwakomboa wanafunzi 601 kwa muda mmoja. Na majengo hayo kwa kweli yameshakamilika yote kwa 100%, ukiachana tu hizo shia ya furniture ambazo tunafanyia kazi pamoja na viongozi wa wizara. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.